Karibuni sana. Naingia kwa neema. Pokeeni. Tunaingia kwa neema. Naomba tulete huko. Nije sehemu moja huko Kwa neema tunaingia kwa neema. Karibuni sana wamama. Asante. Viongozi wale watano wakae kwenye kiti hapo na mwalimu mkuu. Kristo bado vijana tunatamani kusimama. Tunaona hapa wengine bado vijana kabisa. Kaka tuwezi. Basi kwa niaba ya WAWATA parokia ya Chalinze tuliopo hapa mbele yako mwalimu, ni wakina mama wa Katoliki WAWATA ambao leo kwa pamoja kuadhimisha sikukuu yetu ya mwanamke duniani tumeamua pamoja na IMISA ambao tutaendelea kufanya, basi tufanye hiki ambacho kimeonekana mchana huu. Kwa hiyo tunaomba sana basi mpokee tulicho nacho jioni ya leo. Asanteni sana. Basi mwalimu karibu. Asante kwa kutembelea na kutuletea msaada huu kwa watoto wetu hawa. Tumeona siku yenu muitumie kwa kutukumbuka sisi. Hawa mnaoona mbele yenu ni watoto wa madarasa tofauti ambao wenye mahitaji pia tofauti. Kuna wasioona kabisa, kuna wenye uoni hafifu, kuna walemavu wa viungo, kuna viziwi. Wote hao ni watoto ambao tunawalea ambao wanaishi katika hili bweni letu. Na jumla ya watoto ambao watakiwa waingie ni 48, ila kwa sasa hivi waliokuripoti tunao 32. Sisi hatuna cha kuwalipa kama shule, ila Mwenyezi Mungu yeye ndio ambaye atakayewalipa kwa hiki ambacho mmekitoa kwa watoto hao. Mungu awabariki, karibuni sana. Mimi ni mkuu wa shule ya msingi Chalinze, lakini pia nina walimu wengine pia wajitambulishe. Karibuni walimu wenzangu mjitambulishe. Au bado upo WAWATA nayo? Karibu mwalimu wa viziwi. Karibuni. Naitwa mwalimu Kilambo, mwalimu wa wasioona. Karibuni. Naitwa mwalimu Jacqueline Muinda, mwalimu wa walemavu wa viungo na akili. Karibuni. Asante walimu wangu. Nasi tungependa tupate utambulisho mchache pia kutoka kwenu kwa viongozi wa WAWATA. Maana umeandika wewe peke yako au umeandika wawili? Kwa niaba, japo mpo wengi lakini nafahamu pia tuwafahamu viongozi, nasi tunasema siku na ikitokea tutalia kwa viongozi. Jamani, viongozi wetu huyu na huyu kuna hili pia tutalifanyaje? Basi yote atakuwa ni neema kwetu. Karibuni viongozi. President Balema parokia. Mama. Rosalia Maige, katibu wa WAWATA parokia. Mwalimu Lilian Mpena ni mhasibu wa WAWATA parokia. Asante sana. Jamani, sisi tunawashukuru sana. Mlichokifanya ni kikubwa mno. Kwa sababu mngeweza wenyewe mkafanya haya nyumbani, lakini mkaona sisi tukawafanyie hawa.
Mimi nafikiri Mungu yeye ndo anajua atawalipa nini. Basi wakati Mtakatifu, mtakatifu Mungu ndiye mahali palipoinuka sana. Tunakushukuru kwa ajili ya siku ya leo, siku kuu ya wanawake duniani. Baba, tunasema asante kwa sababu tulikaa na kujua kabisa kwamba kuna watoto wahitaji, na hivyo Baba ukatupa nguvu ya kuweza kutafuta hiki ambacho tumekileta mbele ya watoto wetu ili wakapate afya ya roho na mwili pia. Baba, tunasema asante, wabariki wote waliotoa hivi vitu, ukawarejeshe wale walipotoa. Bariki walimu wanaohudumia watoto hawa. Bariki wahudumu wote wanaokaa na hawa watoto kuwalea. Baba, bariki hata hii shule ikaendelee na wakawe tu watu wa kuwasaidia watoto hawa waweze kukua katika hekima na kimo. Baba wa mbinguni, tunajua kabisa kwamba unataka utukufu wako ufike kwa kila kiumbe chako. Tunasema asante Baba, endelea kutubariki sisi wote na watoto wetu hata na familia zote. Tunaomba hayo yote kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Barikiwe sana. Amina. Basi wapendwa, kwa sababu ratiba yetu inaendelea na misa takatifu, kumbe sasa mwalimu, tunaomba uturuhusu tunarudi tena pale kanisani. Sisi tunaendelea kuwa pamoja na shule pamoja nanyi, kwa lolote lile ambalo tunaweza kufanya kwa ajili ya mahali hapa tutalitekeleza. Nasema asante na turuhusu tuondoke. Asante, ila kama sema kwa mdomo, nasema asante sana. Haya, asante. Au Magi utakuongea? Haya, sema. Simama Magi. Simama kuone. Na Dori ni usimame. Asante. Dori nao nasema. Wanaoshukuru kweli, wengine namna kuongea, lakini Mungu yeye ndo anajua kwa kila kitakachokuja hapa. Nasi walimu wao tunakipokea pamoja na jumuiya yote ya shule inayoshukuru. Karibu.
siku ya leo tunapounganika na watu wote duniani kumsifu Mungu, kuheshimu Mungu na kuomba Mungu baraka zake kupitia ibada hii, kamliko hili kisaini. Mungu Mwenyezi Mungu azidi kutuimarisha hasa afya zetu, roho na mwili, tuweze kuwa karibu, tuweze kuwa watu wa furaha na amani, lakini pia tuziombee na familia zetu. Katika misa hii ya kwanza tunashukuru Mungu kwa zawadi ya kutuumba na hasa kufikia siku ya leo. Tunashukuru Mungu pia kwa utume ambao tunatenda ndani ya dunia na kanisa letu. Ibada hii iweke pia kuombea amani na haki katika nchi yetu. Tuwaombee kwa wote ambao ni wagonjwa wameshafika mahali hapa, lakini pia wanachotembea. Mungu awainue, awaponye. Lakini pia tumia nafasi kwa kuombea Niombe
Mungu umefunua kwa wapatanishi wataitwa wana wa Mungu. Tunakuomba kujalie tuimarishe bila kukoma haki ile ambayo peke yake inaleta kwa uhakika amani ya kudumu na ya kweli, kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu milele na milele. Yoshua bin Sila sura ya 3 aya 17 hadi 24. Mwanangu, wakati wa kufanikiwa uendelee katika unyenyekevu, hivyo utapendwa kuliko wenye ukarimu. Kadiri ulivyo mkuu zaidi kujinyenyekesha, nawe utapata kibali machoni pa Bwana, kwa maana rehema za Bwana zi kuu na siri yake ni kwa wanyenyekevu. Usiyatafute mambo ya ajabu ya kukushinda, wala kuyachunguza yaliyositirika kwako. Yale uliyoagizwa uyatafakari. Una haja na mambo yaliyofichwa. Usijishughulishe na mambo yasiyodhihirika, maana umekwisha kuonyeshwa mengi zaidi kuliko watu wawezavyo kufahamu. Walakini majivuno ya wanadamu ni mengi, na mawazo ya upuuzi yawaongoza watu kunako ukosefu. Neno la Bwana. Heri mtu yule asiyekwenda
kwa ajili yangu ataiona. Kwani atafaidiwa nini mtu akipata ulimwengu wote na kupata hasara ya nafsi yake? Au mtu atatoa nini badala ya nafsi yake? Kwa sababu Mwana wa Adamu atakuja katika utukufu wa Baba yake pamoja na malaika zake, ndipo atakapomlipa kila mtu kwa kadri ya matendo yake. Neno la Bwana. Na wala hukuzaliwa kwa bahati mbaya, na hauko hapa duniani bila sababu. Huku duniani kuna sababu kubwa sana, ambayo sababu hiyo Mungu anajua, ndio maana unapita dunia. Tambua wewe ni wa pekee, wewe ni muhimu sana, na mpango huu amepanga Mungu mwenyewe. Aliumba mbingu na dunia, amepanga Mungu mwenyewe kukuumba wewe. Na jinsi ulivyoumba. Sika umeshajiangalia. Umeshajiangalia. Na inawezekana unaisha wewe ujitambue leo unajiangalia siku moja. Umeshajiangalia kwa wewe. Ulivyoumba, umeshajiangalia. Hauwezi kufika ukaona tofauti kubwa wewe na mwanaume kama hujiangalia. Wewe unaona tu wewe na mwanaume sawa. Tofauti kubwa sana katika upande. Na aliyekutengeneza, aliyekupanga, aliyekushikilia, aliyekudesign ni Mungu mwenyewe. Mungu ni ajabu sana. Mpeni Mungu sifa. Kwa kuwa katika mambo ya amekuumba mwanamke, amekuumba wewe. Dunia hii najisikia mimi. Mume la Bora ukifikiria nani kazaliwa kabla za nani? Unafikiria wewe mwanamke na mwanamke nani amekuwa zaidi kwa nani gani? Kwa nini? Ukweli hata mume na mke aliyeumbwa na akakuwa zaidi kwa mwanamke. Yaani mwanamke kufikiria wewe kwa wewe ni ajabu sana Mungu. Mambo mengi Mungu amekufanya, lakini sasa jambo moja ambalo umeumbwa kufanya mwanamke na mwanaume, wewe una kitu cha pekee, una akili za ajabu. Wazungu wanaitaje? Inborn psychology. Inborn psychology. Umezaliwa na saikolojia. Sio ya kusomea, sio kwenda chuo. Wewe kuzaliwa tu, kila mwanamke ni mwanasaikolojia yake. Na Mungu ameumba hivi ili uweze kuhimili familia. Uweze kuhimili mume na watoto. Saikolojia mwanaume lazima akasomea, akajua chochote, lakini hao wamezaliwa nayo. Ndio maana yani mwanamke amesoma, hakusoma. Mwanamke anaweza ajabu sana. Mwanamke amesoma, hakusoma, ana uwezo wa kubadilisha mwanaume yote.
yule. Na ndio maana utaona mwanaume anaendeshwa na dada ya sasa. Mimi na mwingine haja na shule kabisa, haja na shule. Lakini bado anakuta nani? Anakuta sinajua lakini. Mtu msomi lakini anaendesha na mtu ana sawa tatu. Mimi nakiona kweli na namsikiliza na namtii kwa sababu mwanamke anaelewa teoria ilikuwa sequence unayoweka kila mwanamke anayeelewa. Na kama tungetumia safari hii vizuri, halo ulimwengu, yaani kama tukitumia vizuri, yaani tumepewa hapa vizuri, lakini kama tungetumia vizuri kama Mungu alivyonuia, ulimwengu ungekuwa mbingu, duniani ingekuwa mbinguni kwa ajili yako tu kabisa. Hiyo wakati mwingine tunatumia safari yetu na tunatumia safari yetu nini vidani. Kwa mfano wana wanauliza siku swali na hiyo anasababisha duniani ulimwenguni kanisani uchumba anasababisha nini? Kwa mfano anasababisha uchumba mwanaume mwanamke. Hiyo anasababisha uchumba nani? Wanaume naonea nyinyi. Mnaonea wanaume hausikii. Unasababisha uchumba ni wewe. Ni wewe. Mwanamke anasababisha uchumba. Kwani anayekwenda kuomba ni nani? Anayekwenda kuomba ni nani? Si mwanaume anakuomba. Anapeleka posa uchumba. Sio? Sasa tunaomba ukikataa. Ukikataa. Na ukipata na nipenda sasa tunapenda. Lakini shetani ndio anakuta. Yaani watu kwa hivi. Mungu anataka nini kwako? Mungu anataka nini kwako? Anataka nikumikie wewe. Anataka nikupisha kabisa. Sasa mtu anakuja. Uko tayari kunipenda na hali yako? Uko tayari kunipenda na sakramenti yako? Kama wote mfano sema moja uzuri, ndio zingefungwa. Ndoa za kweli zingefungwa. Lakini siku hizi mwanamke anataka kama ndio mwanzo wa maisha. Lakini kama tungekuwa naona nini? Na imani ya msimamo. Tungetumia uzuri wetu. Hapo kwa sababu ya wale wanaenda mbali. Hapa iko hiyo bali tena. Hakuna mwanamke. Hakuna mbali. Hakuna mwanamke mbali. Labda unaweza kubaya kwa jamii. Lakini wewe nzuri. Kama ungetumia uzuri wako aliyokupa Mwenyezi Mungu kabla ya tungefuta nini uchumba? Uwezo nao. Na hakuna mjanja kama mwanamke, hakuna mjanja. Aliyependa kweli hakuna mjanja. Anaingia kukele. Ila sasa nimefuata na huruma sana katika maneno. Basi taangalia. Mtoto wake mwaka kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu. Ulipaswa kutumia uzuri wako ule kabisa ile mwanamke akakutumia. Ndio ingekuwa bila tayari kabisa. Ndio. Hakuna mwanamke bali kama mtu kweli na kweli. Sasa kusoma. Iweke vizuri mama. Ndio matumizi ya kioo. Natumia kwa sababu ndio kwa sababu huyu mzee alikuwa
kwanza kwamba mwanangu, unapobarikiwa usisahau Mungu wako. Mwanamke anapaswa awe mtu wa sala. Ukiwa mtu wa sala inalipa kweli. Ni amjui mtu wa sala. Ukiwa mtu wa sala inalipa. Labda usihangaike na vitu ambavyo viko bila uwezo wako. Jikubali na jikubali na uzuri wako, jikubali na uwezo wako, jikubali na uwezo wako, jikubali na wema wako, jikubali na wema wako, jikubali ni kama unataka kunena unataka kunena usitake vitu ambavyo viko bila uwezo. Na hapa mama wao wanaamka hapa kuto kuzilika na yake anataka kama ile alafu ni kule anataka kila kitu. Mbona hapo ni nzuri? Na ndio maana kwa kuto kulizika ndio maana sasa na mama ndio kwenye mkopo. Sasa hapo sasa kwa kwa uliziki na ndio kwa uliziki ndio yeye mama chukua Bala kwenye mikoba, unachukua mikoba hii, unarudisha huko, unachukua huko, unarudisha huko. Wewe huko na huko, huko nalipa, huko natoa, huko nalipa, huko natoa. Hey! Kwa hiyo ndio kama mwishoni najenga lipa wewe mwenyewe. Tunashirikana kulipa mbalimbali. Kirezo. Hapo unapaswa wewe mkarimu sasa. Tumeambiwa. Usishindane usitafute kitu ambacho una uwezo. Acha. Acha. Usishindane. Badala ya kwenda sasa hivi. Mwisho wa mwezi na kujali ndege ile mwisho wa mwezi huku bila huku tenge huku wewe mama wewe kama vile unafanya tu naomba karibu wewe muone huruma wako wewe waone huruma wako wewe kwa pesa nini msawa ingize kwenye majani Alamke sawa, ulizika, usitake makuu yale shughuli zako wewe mwenyewe, uchukue msalaba wako, umfuate nani? Yes. Maana wewe mwenyewe upambane. Upambane. Pambana. Pambana. Jikaze mwenyewe. Jitu msalaba umfuate. Yesu mwenyewe amekea mwenyewe. Akachukua msalaba akafuata Mungu. Na wewe wanawake wote waliofika katika maeneo ya kanisa walipambana. Walikuwa watii, walikuwa wapole, walikuwa nyenyekevu, wakapambana kufanya kazi. Ikimaliza ambia kanisa
Ambia wenzako. Ambia nani jamani? Bali kwa mwenyewe anasema mimi kushauri ndio kama nachukua jukumu hilo, nachukua kazi. Monica alipangwa sana. Mungu Mwenyezi, tunakushukuru kwa zawadi ya uhai na zawadi ya uongozi wa kanisa. Tunaomba Baba Mtakatifu Francis na askofu, makazi na mashemasi, tunakuomba Mungu uwajalie afya njema ya roho na mwili, ili waweze kukutumikia kiuaminifu katika mito yao. Tunakuomba tusikie. Kwa njia ya pekee tunamuomba askofu wetu Stefano Lameck, tunamwombea askofu wetu Stefano Lameck Msomba wa jimbo la Bagamoyo. Mwenyezi Mungu, tunakuomba umjalie afya njema, mpe heri na baraka zote, ili atuongoze mema waamini wake. Pia mpe maarifa ya kuniongoza jimbo jipya la Bagamoyo. Bwana, Tunakuomba tusikie. nawaombea watawa wote ili Mungu awajalie baraka na neema wanazozihitaji katika maisha yao. Pia waweze kuwa chachu bora ya kuimba nasi waamini wao. Bwana, Tunakuomba tusikie. tunaombea ugonjwa wa wakimbizi na wafungwa. Tunakuomba Mungu waongoze watoto uponyaji wa haraka, wakimbizi waokolewe majanga ya vita, wafungwa waokolewe vifungo vyao, ili waweze kukutukuza wewe Mungu wetu. Bwana, Tunakuomba tusikie. tunaombea marehemu wote, hasa parokia yetu. Tunaomba wasamehe dhambi zao zote na uwajalie kutubu na milele. Bwana, Tunakuomba tusikie. tunaombea wanaume wa parokia yetu ili waweze kuwajibika vyema katika majukumu yao ya familia na ya kanisa, wakifuata mfano wa Mtakatifu Yosefu. Bwana, Tunakuomba tusikie. Tunaombea wanawake wote, wamama wote katika parokia yetu na kiango chetu. Mungu uweze kuwabariki, kuwalinda, kuwaongoza, kuwasimamia, wafanikiwe katika mahangaiko yao. Bwana, wako wamama katika kanisa lako, kanisa letu wana changamoto nyingi, hasa katika ndoa zao. Baba, kwako yote yanawezekana. Tunaomba ukaondoe kila aina ya ubaya, uovu, wasama, chuki, fitina katika familia hizi za ndoa zenye migogoro. Bwana, tunaombayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Sadaka
ili kwa njia hiyo hata sisi wakosefu tuondolewe ukaidi, na kwa kuwapatia chakula wahitaji tufanye kwa ile wa ukarimu wako. Kwa sababu hiyo sisi pamoja na umati wa malaika tunakutukuza tukisema kwa furaha, fumbo la imani. Ee Bwana, tunatangaza kifo chako na kutukuza ufufuo wako mpaka utakapokuja. Kwa hiyo Bwana, tunabadilisha kabisa kutoka mwanao kabla ya kwenda kutoka. Shukuru kwa msaada wako kwa pia kwa kusema nyenyekevu kwa kutegemea na Kristo. Swali la Roho Mtakatifu kwa jamaa. Hali ya haki wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika moja Roho Mtakatifu unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Amina. Tusali kwa imani na sala ya kutumisha Bwana wetu Yesu Kristo Baba yetu. Kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika
wanawake wameanza kumsifu Yesu Kristo. Leo ni tarehe 8 mwezi wa 3 mwaka 2025 ambapo duniani leo wanawake wanaadhimisha sikukuu kubwa kwao. Sasa tunataka zaidi na kufika leo katika parokia ya Chalinze ambapo wanawake hapa wameamua kufanya tukio lao muhimu kupitia siku ya ukubwa kwa kufanya adhimisho la takatifu, lakini kadhalika kwenda kuwaona wapokekaji. Tuko live kupitia channel yetu ya Think Online TV pamoja na chukua kamera wetu Aran Mampola pamoja nami mtangazaji Gregory Kids. Tuko barabara kabisa kufuatia matukio haya, mwanzo wa sherehe hizi mpaka mwisho wa sherehe. Karibu uendelee kufuatilia. Sisi ni Think Online TV. Kwa upendo wa Kristo ni kushukuru Baba ambaye ametuongozea misa jioni ya leo. Lakini tunasema basi katika hii tafakari fupi ya jioni hii, basi tuwe naye yeye na masista watakuwepo hapa. Kama tunaomba tufungulie kwa saa shughuli yetu hii ya sasa. Amina. Baba, tunasema asante sana. Asante kwa mkusanyiko huu na siku ya leo. Ibariki siku hii na tarehe hii. Na kwa zaidi ubariki kina mama. Na hasa waliofika mahali hapa sasa hivi. Ibariki zoezi la mahali hapa. Ibariki wamama wote. Ibariki viongozi wao. Ibariki pia kilichoandaliwa kwa ajili ya siku ya leo na jioni hii. Ukatakasa ili wote watakaotumia wapate nguvu, wapate afya, wamtambue na kuabudu wewe na kutumikia wewe daima, kwa ambayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Kwa jina la Baba, tumsifu Yesu Kristo. Amina. Jioni ya leo tunao mama kutoka jumuiya 42, lakini pia tunao kutoka Vigangoni. Naomba wa Vigangoni wasimame. Tuwaomba washiriki na sisi. Naomba nitambua uwepo wenu. Tupo? Asanteni sana. Tulisikia na Magindu wapo. Magindu na wapi ambao wamebahatika kufika jioni hii ni Chalinze na Magindu. Asanteni sana Chalinze na Magindu kwa ajili ya kushiriki nasi jioni hii ya leo. Kama kawaida shule ni watu na watu ndio kama sisi. Wakati wa finali tunakuja sana. Mimi nataka kufanya mtoko na mashoga zangu tuko kama kawa. Anachelewa kazini. Sitafanya hicho kilo nimevaa hapo. Odi. Karibu. Sababu wote kipenzi changu nakupenda. Karibu. Unapendeza sana. Napendeza sana. Kazi yangu hiyo wewe. Mume wangu. Sasa. Unajua. Yale mambo yangu ya roho umenitoesha mume wangu. Tena. Mbona usahau? Yipi nikukuishe na mambo mengi sana mke wangu. Yosefu wewe acha mikwala au ndio sasa nimeshakuwa tena. Utakumbuka. Mambo ya kuwezesha. Ndio. Au sijali mke wangu. Yaani mimi niko vizuri lakini sasa subiria kwanza. Kuhusu kununulia vitu mbalimbali kama vitenge, ya kwenda kutunza sijui nini. Kwanza mambo ya kusomesha watoto. Sasa hivi nawaza kwanza kusomesha watoto. Nataka nikafanye mpango wa fedha ili watoto kwanza waende shule mke wangu. Sasa mume wangu. Ina maana Mungu katujalia watoto. Sawa. Wa kwanza, alafu nilipokuwa na bahati watoto wangu wote wanazaliwa asubuhi kama mama yao. Ila wana akili kama baba yao, kama mama yao. Joakimu na Ana wamezaliwa saa 2 tu zile.
alafu una upendeleo ukawapa jina la mamako na babako. Wakaja ile pacha tatu ile, wamezalia tarehe 13 saa 3 asubuhi. Haya, eti yote tarehe 13 mama Maria wa Fatima alitokea gata hizo mara ngapi sije mfululizo. Ukawapa Francis, Lucia na Yasinta. Mimi hata jina la mamangu wali. Subiria pacha wengine mke wangu. Alafu kitu kingine unachanganya. Sasa hivi yale mambo yako kuniambia akiba ile pale, akiba hiyo hapo. Sinajua tena kuna wenzako kuna nani umeacha. Kila kukicha watoto wanasoma. Hiyo baraka ya shule mume wangu. Wale wawili. Joakimu yuko wapi? Yuko Yuda. Hai, Ana yuko hapo Mlimani University hapo. Hai, hawa watatu Francisco hapo Kibaha. Hai, hawa wawili Lucia na Yasinta. Niono hai. Hatutaka watoto kwa nini msifanye mambo yangu ya kawa? Sasa nisikilize mke wangu, mimi nishamaliza. Nishakwambia nitakufanyia kila kitu. Kwanza acha nimalize ada za watoto. Mimi mke wangu nitoe kidogo, nikirudi huko tutaongea vizuri sawa. Haya mke wangu. Wala usijali nakupenda sana mke wangu bwana Mungu. Haya baadaye. Mashoga wanaeleweka. Mimi mama shughuli lazima niingie kwenye shughuli, nikiingia ndo mwenyewe. Nikiingia pale watu wote wanakata shingo. Maki sio natunza vitu eti mche wa sabuni. Mwanamke mzima ukatunze mche wa sabuni ujielewi wewe. Unaingia kabati, unaingia kitanda, unaingia friji, tunza mtu. Hebu nikafuate mashughuli zangu. Watu hawana tapete, wetu wameolewa. Leo nikasimama mama kama una pete. Lazima nikope huyo mpaka kieleweke tu. Lakini siwezi mimi kumwambia mume wangu, mume kitu gani bwana? Mimi mwanamke lazima nijiongeze. Nikope mpaka kieleweke. Huu ndio mwaka wa kunyanyuka kimaisha. Lazima mwanamke uwe juu bwana. Mwanaume kitu gani? Unamwambia ati mimi mume wangu naenda kukopa, atakuelewa? Naenda kukopa mikopo 6. Alafu sasa mume yule hatakuwa hajui, simwambii na mimi ndo nene kwa shoga yangu. Hiyo ni shoga yangu. Karibu shoga, karibu. Kipenzi changu la Aziz. Mtamweleza nini kwa shule. Vioni shule. Nilipakisha ngoisha mwezi hapa. Vitu vinaenea ndani. Alafu mama salio lako hili hapa. Najua mna mambo mengi. Sauti bibi. Unajua tena. Yeye na watoto wake kumwelezi. Yaani hata ile mahabati kidogo yamepungua kusema hivi. Watoto wangu, Joakimu wangu, Ana wangu, Lucia wangu, Francis wangu, Yasinta wangu. Yaani sasa hivi sijui kaniweka kidogo nimeshuka hadhi. Alikuwa ananijua mwenyewe alivyonioa, nilikuwa ile design ya funny line. Ukitembea mwenyewe, unaweka sinia. Pakua, funika. Ile funny line. Watu wakiniona anakata shingo. Mambo fulani hivi. Haya. Sasa hivi nimekuja nishakwenda kupungua. Singida, Dodoma, Wagogo, Wanyilamba, Wagogo, Wanyaturu. Sasa nilikwenda mpaka sasa hivi mawazo yameniwazua. Na kwambia niko sasa sie tu hajaga makalage matogoro. Usiwe na mawazo. Yaani usiwe na mawazo juu ya hilo. Yaani wewe mwanamke mzima unashindwa kujiongeza? Jiongeze babu. Mwanamke kujiongeza, jiongeze. Sasa hivi kuna mikopo chungu mzima. Nipe. Wewe mwenyewe. Lakini mikopo inakufaa usichukue mmoja.
Ni ngapi? Chukua mingi tu, chukua macholi. Chukua oya. Chukua sijui mkombozi. Yaani mikopo na mingi. mimi kidevu nimesikia. Hiyo mikopo ukikopa yani itakufaa sana. Achana na mume wako. Usichelewe. Mume wako kitu gani bwana? Twende shoga. Haya twende nikupeleke, twende. Acha nibebe na mkoba wangu. Maana nikipata hiyo miji hela ndio nitakupiza huko. Twende shoga yangu. Hebu nifunge huo mlango kwanza. Nilipika zamani tena darasa zima na mwalimu wetu mmoja. Huyo anaitwa mwalimu fulani Maesa. Huyo mwalimu shida lake. Sasa mimi leo akisema yule mwanamume aje antie mfumweni, mimi sio kama mama yule mama kadundeni kila siku ninabutuliwa. Sasa mimi akimvuna kibuni, ngoja niende kwa mama mshauri. Mama Faraja atanishauri. Yule mama wa yali, ngoja nimwendee nimuulize anieleze aniambie. Najua tu ataniambia mwanangu, twende nikaombe kule kwenye laki kwa laki. Hayo sio ataniambia. Wali mama. Mama daleo. Shikamoo mama. Haya mama nimekuja. Haya asante mamangu. Na kiboko changu hapa chini. Unakaa hapo. Nimekaa mama. Na nyumbani mwanangu. Na nyumbani watoto wajambo, watoto wazima, wote wale wa vioni wako vioni, wale wa sekondari wako sekondari, nipo mwenyewe. Na baba anaendeleaje? Baba yeye anaendelea vizuri, anaendelea vizuri bali. Ana afya nzuri na majukumu. Ila majukumu sasa hivi kazidisha. Mwanangu, hebu niambie. Yaani majukumu yake sasa hivi. Mawazo yake yote kwa watoto wake. Kumwelezi, kumwambia. Nasomesha. Anizoesha zile changi za kufanya mambo yangu mwenyewe hazipo. Sasa hiyo mama nikaona, nikaenda kwa shoga yangu. Shoga Kidawa. Akanipeleka kwa shoga Kichongoka. Tukaduka pale. Tukaenda naye mama changanyikeni. Bwana, tukaenda mama. Nimekopa. Mkopo wa nani? Vikachoni. Vitambuza. Vitumbua. Ukiwa nacho njoo kama huna baki kweli. Yote nikakopa. Sasa kulikuwa na shughuli sana. Nimetunza, nimeeleweka. Watu wamenipigia watu waliokata shingo namna hii. Wamekata shingo hivi, wamekata shingo hivi. Lakini mama, sina hata rejesho sasa. Sasa sina rejesho hapo. Mwanangu, naomba nikushauri. Hiyo mikopo yako uliokopa mwanangu, mwenyewe umemshirikisha? Hivi mama. Mwanamke kujiongeza. Leo tena nenda kumwambia yule baba Joakim, baba Ana, yule baba wa tatu. Mume wangu naenda kukopa. Atanikubalia. Nimejiongeza na nikaongezeka. Umekaa na mumeo. Ongeza. Mume angekushauri. Shauri jema mwanangu. Angekwambia usikope, subiri kwanza tusomeshe. Ukishamaliza kusomesha mke wangu, basi mimi hivi mama. Mbona hizi za zamani zile zile? Sasa hivi mwanamke kujiongeza na ukienda kwenye shughuli unatunza sasa ueleweke. Sio shughuli eti umebeba kikanga cha nani? Cha nini kile kinacho cha. Kile kinacho kipesi. Unapeleka siku cha India si Unguja. Eti umetoa zawadi. Sasa watu wanakuona wewe huna kitu. Unaingia pale unaeleweka. Lakini kama ungeshauriana na mumeo, angekuwezesha mwanangu. Alafu mama, sasa hivi nimekata ndio kile kisimu changu kile. Kile kisimu kile kiswahili kile. Nilongeleni. Sasa ile kingine iko wapi? Kila ile sasa mama. Si yule alikuwa anadai 500 akachukua ile simu ya na mtoto wake. Unajua kama ungekaa na mumeo mwanangu, hata hiyo simu usingepeleka kule. Sasa mimi akiniuliza sitakwambia imedondoka nimepeleka kwa fundi. Hapa sinayo ya mawasiliano. Niongeleni ipo. Sasa mama, ushauri mzuri. Ushauri wangu ni huo mwanangu, kaa na mumeo. Ongeeni vizuri na mume wako. Hata mume atakupa ushauri mzuri mwanangu. Mtaishi vizuri. La sivyo mtauza hata nyumba. Mama, unajua muda huu.
Atampisha hivi Joseph. Akirudi ngoja nikamwambie. Siku nyingine tukuja kwa mshauri. Haya, asante mwanangu. Usimsindikize dada mwenyewe. Haya. Wengine. Wana magani hawa ushauri nilijua hata niambia twende kule mkopo wa nani? Kwa mama niumizeni. Laki kwa laki. Ananiambia uwezeshwe na uwezeshwe na nani? Kule kujiongeza tu. Sitokwenda tena kwa unao. Yaani leo hajalipa, hebu tumfuate huko kwa. Odi odi. Wenye odi. Odi. Odi Mary Mtongoma. Odi mwalimu. Karibu. Asante. Karibu mwalimu. Haya nakusubiri. Mwalimu naoga subiri. Sawa. Nimepata kopo la sabuni. Nimesubiri kidogo. Yaani hapa. Ndio natokea mlango wa nyuma. Yaani moto kanisani. Nikimkuta sadaka huko. Na nikiona vipi nakimbia kwa masista kule na tunaona wapi nisubiri naoga namalizia tu. Babu la mwisho. Karibu. Salama vipi? Mbona uko nje? Namsubiri yule Mtongoma. Hey. Akope mkopo mwaka juzi. Mkopo gani tena? Huu mkopo wa oya. Mkopo wa oya? Mimi sijamtuma akope. Sasa nakwambia. Maana nashangaa kwanza kukuta mlango uko wazi hapo uko peke yako. Halafu kuna muda fulani mmeona kama vile alikuwa anakimbia hivi. Subisa nikwambie. Acha kwanza nitafute mke wangu, nifuatilie alipokwenda. Hiyo mikopo mimi nitalipa. Kama unapenda sana, sawa mambo mengine haya nitamaliza mimi mwenyewe, sawa? Acha kwanza nitafute mke wangu kwanza alipo. La? Na akimu yule sijata kufali mume wiki yake akafungwa akimu kilala. Mama Mungu pamoja nasi. Uko wapi? Mama kadanga yuko huko. Odi. Karibu mama. Odi baba. Karibu. Mbona una heri? Baba. Sasa. Baba. Vipi mama? Mbona una heri mama? Kinaniuma. Kuna nini baba? Baba moyo unadunda. Kuna nini? Sasa bila kuongea. Baba. Oh. Sema mama ongea. Yaani baba hata sijui. Moyo unataka kufariki. Oh. Hapana mama. Tulia kwanza. Tulia. Odi baba paroko, odi. Ananga, baba paroko. Habari za huko? Nzuri. Nimeona mke wangu ameingia hapa. Na kweli nimemkuta. Halafu anahema nini tatizo baba? Unamuuliza. Ana mapepo? Unamuuliza kuna nini nyumbani? Mama Joakimu. Mama mchongo mama nisababishia. Anipeleka mikopo ya bichikini mkuu. Hapo? Yaani hapa sijala jesho moja. Yaani moyo unataka kutoka pe wangu. Unataka kutoka. Mke wangu sasa hivi ameharibika sana. Mke wangu zamani hakuwa hivi. Mke wangu nashangaa katika miezi hii mitatu amepauka kweli kweli. Zamani alikuwa mnene kama amejibalema huko. Sasa hivi afya yake yote imeisha. Kumbe sababu ni mikopo. Sasa mimi mke wangu sikiliza. Mimi unajua nakupenda sana. Ile mikopo yote mimi nitalipa. Nakupenda mno mama Ana. Baba Paroko.
Tunachotakiwa kufanya sasa hivi ni kumsihi ili aachane na marafiki wabaya, aendane na ushauri wangu kama mume wake. Tuliapa kiapo cha kuwa mwili mmoja mimi na yeye, lakini leo anasema kujiongeza, wakati mimi mume wake hanishirikishi kwa chochote. Naomba Mama Ana urudi kama zamani katika kiapo chetu pale altareni. Mikopo mimi yote nitalipa. Naomba punguza pressure. Urudishe mwili wako kama alivyokuwa Mama Nibalema vile vile. Haya mapepo mabaya kwenda kukopa kama ni pepo. Muombe. Baba muombe. Mama, achana na habari za mikopo. Unavunja ndoa yako. Ushukuru mumeo na upendo. Ungekuwa mwingine leo umevunja ndoa yako. Usirudie tena. Amina, mbarikiwe. Amina. Asante baba paroko. Jamani, wanawake wenzangu. Wanawake wenzangu, leo sikukuu ya mwanamke duniani. Hata kwenye agano, kwenye Biblia, agano la kale, Mungu alimuumba Adamu, alikuwa peke yake, hana msaidizi, akamchakisha usingizi, akatoa ubavuni, akatengeneza mwanamke, ndio mimi na wewe. Sasa tujue kwamba wanawake inabidi tuwezeshwe, sio tujiongeze. Tukijiongeza ndio tutakuwa kama Miriam. Nguo yako itakuwa kama combat ya jeshi. Baba wenzetu wale ndio design, lakini madeni ndio atakuwa kama mimi vile. Aswa. Naomba chonde. Kila kitu. Hata kama wewe ndio na mimi ndani na pato kubwa, lakini kuwezeshwa muhimu. Unaweza tukampa mfano mume wangu, mimi na hela nataka ninunue gari. Yeye akakwambia hapana mke wangu, kwa sababu tunakaa nyumba ya kupanga kwanza. Tununue nyumba, tujenge nyumba. Hujawezeshwa? Kwa hiyo inabidi wanawake tufanye nini? Tuwezeshwe hata kwa mawazo, sio tujiongeze. Tukijiongeza tunaangamia. Jamani, na wale wote wanaependa waume zao, waliowawezesha, wale wote waliowezeshwa na mjomba, baba mdogo, baba mkubwa, tarehe 19 mwezi wa 3 ni sikukuu ya Mtakatifu Yosefu, mume wa Bikira Maria. Je, umempa mume wako alama ya kuonekana kama yeye ni mwanamume Mkatoliki? Sasa naomba yote utakayempenda yule, andika jina lako hapo, upate kitenge ili mume wako avae, wachanganyiwe na nini? Kitenge cha mwanaume Mkatoliki. Na wewe hata kama single mama, una mjomba aliyekuwezesha, shangazi, baba mdogo, sijui nani, kaka. Kwa hiyo tuwakumbuke. Basi wanawe, nilijua tunamhadi. Tunaweza kuwa mchezaji au mchezaji yuko hapa. Lakini huu ni mkusanyiko maalum unaoleta kina mama pamoja.
Huo msanyiko wa maana sana kweli. Bila pekee kweli. Unajua unapokuja ile kama hili sio una relax una relax relax. Ndio kabla visambuza jina vitu gani kidogo. Na visoda tu. Shida sio kushiba na kulewa. Lengo kukaa pamoja, kutafakari hali zetu. Pamoja kujifunza. Unajua kuja hapa kuna kujifunza. Hata kuangalia mwenzako kavaa mchoro gani leo, umejifunza nini? Bila kama wewe kidogo ule siku zote, lakini umekuja hapa, angalia kumbe na mimi naenda ni mwaka wangu sasa bila mimi nachukua mchoro fulani. Leo mchoro mbali sio? Sasa umezoea ule tu miaka yote ule tu. Unakuja na wenzako kumbe ndio ule umempendeza. Ndio faida hiyo. Unataka kasukaje leo? Unajifunza ndio alivyosuka leo. Yaani hapo mambo wewe ujifunza. Lakini utoke mama usikae nyumbani ndio wewe peke yako tu na TV na wewe kupika kula bana. Utoke angalau upate hewa nini? Hewa mpya. Hali mpya angalau. Usikize vicheko kwa wengine wanachekaje vile. Tuna relax tunapata nguvu. Tunapata yaani hapo tena kujifunza. Kumbe hata ile kwa tena Kristo kumbe. Leo kile nashangaa hapa. Wale wengine hawaonekani kabisa. Sasa wanaonekana kumbe. Kwa hiyo unaona na baadhi mambo mengine. Kwa hiyo vitu mbalimbali, viatu, nguo, misuko, maneno, yani kwa unamana sana. Kweli kabisa. Niombe sana kwamba tusijifungie pekee. Yaani tunaweza kutokana ndio chaba. Kutoka kwa mwezi unavaa nguo za ajabu. Kwa utoki wewe na mke wako, na wewe tu. Hapana tukakati. Ukutanika na mama wenzako. Na chati, tunaongea, mabashara mawazo. Sasa tunapunguza kwenda ndio japi. Na hapa tunataka tuone vijana wa mama watu wazima, wa mama wa fulani. Tunafika wote mtafiti, tunabashara mawazo na nchi vizuri. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Huu ni mtoko. Au hivi nakuja kwa mara chache sana. Basi tutumie mitoko hii vizuri. Kubwa tu naloomba mama alivyosema tuwe nini? Wanyenyekevu. Tuwe watii. Tumpende Mungu. Tupende dini yetu. Tupende kanisa leo. Na kubwa zaidi kumbe inawezekana. Yaani ya matenga liko ya nini hapo? Yanapigwa mnada kama wewe sio. Alikuwa tunaweza hapa. Hapo pendeza. Kristo. Hangaika tafuta sindio uvai. Sasa unahangaika wewe kwa zima siku zote uvai. Yaani hizo. Mangaiko ya. Maisha ni mafupi. Wazee kutumia vema. Tumsifu Yesu Kristo. Lakini kubwa tu naloomba wamama. Hakuna mwanadamu yote mpaka sasa aliyezaliwa kwa mtindo mwingine ila kwa njia nani? Kwa njia ya mama. Wamezaliwa nani? Na wamama. Na mama wenyewe ndio kia nani? Ndio. Alongeni sana. Mmezaa rais, mmezaa baba mtakatifu, mmezaa askofu, mmezaa mapadri, mmezaa masista, mmezaa wakurugenzi, mawaziri, wakurugenzi mbalimbali, yote ni kazi yetu. Kwa nini ni wa maana sana? Naomba tunza umama wako, tunza heshima yako, tunza utu wako, kwa kumjua Mungu, kwa kupenda kusali na kujiunga na baba vya mitume. Tumsifu Yesu Kristo. Tunakusudia mimi na masawa bado nimepata mtoko na sisi hapa. Sasa kama msikie kuja hapa sasa.
Tungepata hivi. Kama mmevaa tubadilishe diet kidogo. Basi tuone rangi tofauti. Basi tunafurahi. Asante sana kwa ukarimu wenu, upendo wenu, kwa kujali, kutupigia bila kusahau zawadi ambazo mmetupatia. Kusaidia kwa watu kujua hilo watu kusaidia. Kumbe mnatufikiria, kumbe mnatupenda. Asante sana. Tumsifu Yesu Kristo. Upendo wa Kristo. Barikiwe mama. Mitano tena. Nendeni na amani. Salamu kwa wababa. Sau maturia matenge. Taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Leo ni tarehe 8 ya mwezi wa 3 mwaka 2025 ambapo ulimwenguni kote wanawake leo wanaadhimisha siku kuu kubwa kweli kweli kwa ajili yao. Tumevuka milima na mabonde, hatimaye tumefika Chalinze ambapo tumekuja kujifunza nini wamekifanya wanawake kupitia hii siku kuu kubwa siku ya leo tarehe 8 mwezi wa 3 mwaka 2025. Lakini yale ambayo tumeyatazama kwa macho yetu, basi tumetazama wakiadhimisha adhimisho la misa takatifu, lakini wakaenda mbali zaidi na kwenda kufanya matendo ya huruma, kwenda kuona mahitaji. Je, mimi na wewe tunahitaji kujifunza nini cha kufanya kwenye siku ya wanawake? Basi tuwe live kabisa kupitia channel ya Thank Online TV. Mimi mtangazaji wako ni Gregory Ngembuzi, pamoja na mchukua picha wetu ni Alan Mwampora. Karibu tuwasikize wanawake nini wamekifanya siku ya leo, nini tujifunze kutoka kwao. Mama, unaitwa nani? Naitwa Rosalia Maige. Rosalia Maige, unaizungumziaje siku ya leo ya wanawake hapa duniani? Kwa kweli ni siku nzuri sana, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kutupa uhai kufikia siku ya leo. Kwa siku ya leo parokia yetu ya Chalinze tulionelea tufanye matendo ya huruma kwa watoto wenye mahitaji maalum shule ya msingi Chalinze, na tumefanikiwa hilo, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Kisha tumeadhimisha misa takatifu hapa kwa ajili ya watu kumshukuru. Nashukuru sana. Je, kupitia matukio ya siku ya leo una nini cha kuambia wanawake wote duniani ambao kwenye siku hii kama ya leo hajaweka alama yoyote? Una nini cha kuwaambia? Kwa kweli kwa leo ambao hawajaweka alama yoyote wamepata haijawa nzuri kwao. Tunawashauri tu kwa mwaka mwingine wajiandae wakimtanguliza Mwenyezi Mungu, awape upeo wa kufanya jambo lolote, alama yoyote kwa ajili ya maisha yao. Tunashukuru sana. Lakini je, tutarajie kuona haya mambo yakiwa endelevu au yameishia siku ya leo? Haya mambo ni endelevu kadri Mungu atakapokuwa anatuwezesha. Hasa kwenye kile kituo tutaendelea kuwatembelea kama tulivyoahidi kadri tutakapokuwa tunafanikiwa. Asante sana Maige. Mama pia hapa. Unaitwa nani? Naitwa Faith Ndibarema. Faith Ndibarema, una jambo gani kuizungumzia siku hii kubwa ya wanawake leo hapa duniani? Kwanza namshukuru Mungu kwamba siku hii ambayo tunafanya tuonekane kwamba sisi ni kina mama, ni siku ya wanawake duniani. Namshukuru Mungu kwa kuzaliwa wanawake, na tunaendelea kumuomba Mungu atuwezeshe daima tuweze kudumu katika imani na mshikamano. Una nini la kuwashauri wanawake ambao siku kama ya leo ni kubwa hapa duniani lakini wao hawaitambui wala kuithamini? Una nini la kuwashauri? Nashauri wanawake wenzangu, kwanza ili tufanikishe mambo haya ni kushiriki katika misa, ibada na kufanya matendo ya upendo kwa wahitaji. Asante sana Faith Ndibarema. Mama pia unaitwa nani? Ninaitwa Lilian Njau. Lilian Njau, naizungumzaje siku ya leo? Kwa kweli siku ya leo tarehe 8 mwezi wa 3 ni siku ya wanawake duniani. Ni siku muhimu sana kwa sisi wanawake, na bahati nzuri ni siku ambayo huwa inaadhimishwa ulimwenguni kote, hata kitaifa kwa nchi yetu ya Tanzania huwa inaadhimishwa. Kwa hiyo ni siku ambayo ni muhimu sana, na ninaona kwa sababu wanawake wana mambo mengi sana ambayo wanaweza kuyafanya
wakisaidiwa pia na uwezo wa kuheshimiwa. Kwa hiyo siku hii ya wanawake kwa kweli ni siku ambayo tunataka tuadhimishe, lakini kwa kuweka alama kila wakati. Je, una nini la kuwashauri wanawake ambao siku ya leo wameipuzia? Hawajui kama siku leo ni kubwa sana hapa duniani, hawajui kama hii siku ya kuweka alama kama siku kubwa ya wanawake hapa duniani. Una nini la kuwashauri? Ninawashauri akina mama wote ambao hawakuadhimisha siku hii basi wachukue hatua, kwa sababu siku hizi huwa zinaadhimishwa tofauti. Kuna wengine wanaadhimisha siku 2 kabla, wengine siku 1 kabla, wengine siku hii ya tarehe 8, na hii yote ni kwa ajili ya kupeana nafasi. Kama ulikosa leo, umekosa kesho, basi utapata leo. Kwa hiyo nawashauri wa mama wote ambao hawakuadhimisha siku hii basi wajitahidi waadhimishe, na hata watubu katika kufanya matendo ya upendo kwa wahitaji. Wapo wahitaji wengi, na tusiishie kununuliana bia siku hizo za wanawake. Ni bora ukatumia kwa ajili ya kufanya matendo. Ndugu watazamaji wa Frank Online TV, hawa ni miongoni mwa wanawake ambao wameadhimisha siku hii ya leo. Sisi kama Frank Online TV tunaendelea kuwapongeza. Basi tunaomba pia mambo yawe endelevu, msiishie siku ya leo. Barikiweni sana. YouTube channel, basi sisi tunapatikana kwa majina ya Frank Online TV kwenye channel yetu ya YouTube. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment ili sisi tujue kwamba tunayofanya ni sahihi au sio sahihi. Lakini kubwa zaidi, tumeenda mbali zaidi katika parokia yetu ya Chalinze, parokia yetu ya Mtakatifu Yohane Mwinjili. Sisi maadhimisho yote ya misa takatifu ambayo yanakuwa nasoma misa kwanza, basi misa zote zinakuwa zinakwenda YouTube kutoka channel hiyo ya Frank Online TV. Usikose kusubscribe na like. Tutane kesho ambapo ni Dominika ya kwanza kabisa ya Kwaresma. Bye bye.